Kitchen Part 2. Hello everyone, na tumai mko salama na KHP wote, na mimi niko salama. Na leo ni siku nyingine ambayo ni mzuri sana. Nimesema nikuoneshe side nyingine ya kitchen. Kama vile unavyoelewa, kitchen ni sehemu nyingine kubwa sana. Alafu ni town kazuri, akana kelele sana, naweza nikasema kanatulia pia, lakini kako na ujenzi mzuri ambao unaweza ukafurahia. Unaona kama hivi hapa niko Kitchen Town, so naweza nikakosa kuongea mengi, lakini nikuoneshe kidogo kitchen vile inakaa. Nikuoneshe kitchen vile inakaa. Na kama vile nilisema mwanzo, sawa na vile najiandaa ama nafikiria kuweza kuona gisi wengi wataweza kuingia. Si nimekuambia hapo kwa previous video kwamba kuna mashamba ambazo nimefanyikiwa kuona ambao sio mbali sana na town hii. Kasema nikuzungushe kidogo uone town, sababu inaweza ikawa nafasi. So hizi ni matrain ambazo zinafanya town. Town nyingi za Canada ziko nayo, lazima ikuwe ni town kubwa ndio utaweza kuiona kama vile umeiona hapo. So hii ni parking yake. Ikiwa unataka kuiabiri, unaweza kuipanda ukiwa hapo. So hiyo ni stage yake. So unatumia hiyo stage kama unataka kuiabiri. Unaona ni kasehemu kazuri sana ambao kametengenezwa vizuri, na bado unaweza ukafurahia sana kuishi maeneo kama haya. Sana ukiwa unafanya kazi kama hizo ambazo nazidi kuulizia. By the way, pia hapa unaweza ukapata opportunity ya kupata kazi yenye itakuleta hapa ndani. Yenye itakuleta hapa ndani, na sio lazima ikuwe ya mashambani. Yoyote ambayo inaweza kukuruhusu wewe kuweza kuingia Canada na ukaangalia sehemu ambao itakuwa suitable na wewe na ujihisi kuwa poa. So vile ni town kubwa, tofauti na hizo train, kuna pia basi kama hizi ambazo zinabeba abiria. Hizo ni basi ambazo zinabeba abiria, na sio kila sehemu ambao wanaweza kuwa na hizo basi pamoja na train kwa mara moja hapa Canada, kama sio town kubwa. Lakini town ikiwa ni kubwa kidogo, ama ikiwa ni town kubwa kabisa, utaweza kuona hizo. Unaona hao ni machokora wanapiga unga kama mbaya. So hata huku sehemu ambao na zidi kusonga ndio unaona wako wengi. Maeneo haya wanajaa. So lazima kuwa makini, sababu pia hao ni hawawezi wakakufanya vibaya, ila wengi wao kulingana na historia. Unaona wengine wako na umbwa kali hapo, wengine nasikia wanatembea paka na visu. So ukikuwa tu makini na wao, lakini hakuna jambo lolote mbaya ambalo wanaweza wakakufanyia, haswa ikiwa ni town na ni mchana, maeneo ambao watu wanazunguka. So hauna haja ya kuwa na wasiwasi, sababu hakuna kitu ile kabisa mbaya ambao wanaweza fanya pia. Kuna jamaa hapa anapiga burudani, anatupea kama muziki kidogo hapo, anadumbuiza watu. Unajua kila mahali kuna wale ambao ni wacheshi, ni wale ambao wanaweza wakafanya vitu mbalimbali kwa ajili ya kufurahisha, kwa ajili ya kutafuta pesa. Sio kila mtu ambaye anaweza taka kufanya kazi na awe anatengeneza pesa yake kwa kazi ngumu. Unapata mtu amechoka kiasi ya kwamba anahitaji tu kazi ambao ni rahisi, ile ambayo itamsaidia yeye
kuweza kupata pesa zake bila kusumbuka sana. Na kama gisi unaweza ukaona haswa hapa Kitchener watu ni wengi, sio kama hizo maeneo ambayo nimekuwa nikikuonyesha mara kwa mara. Unajua wengi wamezoea hizo maeneo ambayo huwa nawaonyesha zinakauka, hakuna watu. Kwa hiyo hata wewe mwenyewe kuona watu inakuwa ni kibarua kigumu sana. Lakini kama hapa unapata kidogo unapitana na watu tena aina yote, weusi kama vile weupe. Unaona, weusi kama vile weupe, watu wengi sana unakutana na wao tu kwa mabarabara. So ni vizuri sana, ni mahali ambao kidogo light ishaonesha sign ya kusimama, lakini huyu nadhani anangoja nivuke. Sawa, lazima kuwa makini sababu barabara ziko busy kidogo, so ukilala kidogo unaweza ukajipata pabaya. So Kitchener imetengenezwa vizuri na kuna vitu nyingi sana ambazo unaweza kufaidika nazo hapa pia, sababu nikiangalia kwa mitandao za kijamii, hii ni sehemu za kungoja basi. Unaona ziko na milango yenyewe imejengwa na kioo na iko na security vizuri, sababu ukiwa ndani kama ni wakati wa baridi usiweze kupigwa na baridi, na ikiwa ni wakati wa jua pia uwe uko sehemu salama. Ndio maana imetengenezwa hivyo. Kuna duka kama za perfume na vitu mbalimbali, na hii ni second hand look. No, anasema second look. Nilifikiri ni second hand store, lakini sio second hand store. Kitchener iko poa sana. Na kwa wale ambao pengine wamefanyikiwa kuona baadhi ya video zetu tukiwa tunaonesha masehemu mbalimbali kama vile Cambridge, kama vile Strathroy, na leo nikiwa nimekuleta Kitchener, unaweza kutuambia unaionaje Kitchener ukilinganisha sana na hizo maeneo zingine ambazo nimeishi kukuzungusha. Na jambo lingine ambalo natakiwa kuliweka wazi ni ya kwamba channel iko na vitu mingi na haijabadili malengo, sababu najua kila mtu ana njia yake ya kuelewa. Mwingine anaweza akaona hivyo na kusema KHP ni kama alibadili malengo, ameacha sasa kazi ya kutupambania, ameingia kwa kazi ya kutuonesha mitaa. Kumbuka, kuwaonesha mitaa ni moja kati ya lengo letu kubwa, sababu hata ukiwa unahitaji kuenda pahali ni vizuri unaenda maeneo unayoifahamu. Wewe unajua mitaa moja aina za barabara na vitu mbalimbali ambazo kidogo unaweza ukakutana nazo hapa Canada. Sababu ukiwa wewe ni mgeni mahali na hakuna chochote ambacho unajua, utataka uanze kuangalia sehemu nyingi sana, lakini kuna zile ambazo ukikutana tu nazo unajua hii ni ile sehemu ambao niliwahi kuona kwenye video ya KHP. So inakuwa rahisi sana kwako wewe kuweza kujua mengi. Hii inaitwa Kitchener City Hall. Hii ni hall kubwa ya Kitchener. Unaona iko mpaka na bendera nini. So sana kwenye City Hall ndio wao uweka vitu mbalimbali kama vile
ofisi mbalimbali za kiserikali, na pia utapata kuna mahoteli na vitu kadhaa ambazo unaweza ukakutana nazo hapo. Kitchener ni smart, Kitchener ni mzuri, Kitchener iko poa sana. Ni maeneo ambao kidogo naweza nika kutakia kuweza kuishi ikiwa utapenda. Kuna vitu mbalimbali, kuna benki nyingi kubwa na vitu mbalimbali kama yani vitu nyingi tu ambazo zimetengenezwa vizuri, ambazo ziko smart. Na ukiangalia kuna ngara, utafikiri ni kama kumeoshwa kidogo ni kama kumeoshwa. Unajua town nyingi za Canada kwa usafi wao ni namba 1. Wao ni namba 1. So nataka nikupeleke hii sehemu hapa ukaweze kuona vitu nyingi sana ambazo watu kuja kupitisha maybe weekend yao, kuja kujibamba na kadhalika. Kuna vitu nyingi ambazo huwa zinafanyika hii sehemu ya chini hapa, ambao kidogo nataka niweze kupeleka. Kama kawaida sheria ya Canada lazima ungoje barabara. Utakiwi kuvuka kama hujaruhusiwa. Haya. Haijalishi uko na gari, haijalishi uko na baskeli, haijalishi wewe ni mtu wa miguu. Lakini ikitakikana lazima uweze kuheshimu barabara na kanuni zake. Hii ni Kitchener. Mimi nawapea shot za chini, lakini unaweza ukajaribu kugoogle, utapata aerial shot za Kitchener. Naona kama hii building inaonekana ya kihistoria, sababu iko na picture kadhaa ambazo ni za kihistoria. Mbele niweze kupeleka sehemu ya chini, acha niweze kukusomea kidogo hapa kusudi tuweze kuelewa ni nini ambayo inaendelea maeneo haya. So hii huko mbele nimekuonyesha hiyo City Hall. Hapa wanasema nini? Benton Street PO, Confederation Celebration 1967-1927. We hizo ni miaka za kitambo sana hizo. Miaka za kitambo kabisa hizo. So hii ni building ya kihistoria ambao kulifanyika mkutano hizo miaka za kitambo kama vile umeona hapo, lakini umeona niachane nayo nikuoneshe hii mambo ambayo iko hapa chini. Imagine unaishi kwa building kama hii na vile ni refu sana hadi mwenyewe unakuwa unashindwa sasa. Lakini building Canada haiwezi ikawa ndefu kama haina lift. Lazima iwe na lift. Lazima iwe na lift. So hawezi kuwa na stress sana, lakini bado tu hata kama ni lift ni stress tu, sababu itakuchelewesha, itakuweka, itakukawisha. So hizi ni maeneo ya michezo. Watu kuja kucheza, kuzunguka hapo ndani na vitu nyingi ambazo kidogo mnaweza mkaona hapa Kitchener. So ikiwa wewe ni mpya kwenye channel yetu ya KHP Canada, ni vizuri uweze kusubscribe kusudi uendelee kuona Canada kwa ukubwa. By the way, Canada ni mzuri kama vile unaweza ukaona. So kuna maeneo mingi ambao inavutia. Kuna maeneo mingi ambayo inavutia. Shida kidogo ni vile siku hizi hawapeani tena visitor visa sana. Nitakuja kuzungumzia kwa sababu gani.